gani makubwa ambao kwamba sisi tulikuwa hatujayaona. Alafu Mwenyezi Mungu atuambia wa ala Allahi qasdu sabil. Sikizeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuambia Mwenyezi Mungu kwenye suratul Nahl aya 8, wa ala Allahi qasdu sabil wa minha jair. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia sisi Waislamu, at-tariqul musila ila Allah sayubayyinuhu Allah wa huwa yasilu ila Allah. Ule anayetaka njia itakayemfikisha kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamwonyesha njia ili afikie kwake. Wa minha jair, na kuna njia iliyo potofu wanadamu watahadhari nao. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia wa ala Allahi qasdu sabili, kwenye ulimwengu kaeni mukikaa, lakini katika kuishi kwenu tafuteni njia ambayo kwamba itawafikisha kwa Mungu. Njia ni mbili, kuna njia ya kuwafikisha kwa shetani na kuna njia itakaowafikisha kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuambia wa ala Allahi qasdu sabil wa minha jair. Sasa khiari ni yako, utategua njia itakayokufikisha kwa Mungu ama utategua njia ambayo kwamba haitokufikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndia mbovu. Na Mwenyezi Mungu atuambia inna alaina lalhuda, inna alaina lalhuda, njia ya sawa iko kwetu. Mwenyezi Mungu asema njia ya sawa ni yake yeye Mwenyezi Mungu, wa alaina bayanuhu, na Mwenyezi Mungu akwambia yeye ndiye mwenye haki ya kukuonyesha njia sawa iko kwapi. Njia ya sawa iko kwa Mungu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutuonyesha sawa ni ipi na batili ni ipi. Walan tastatiu an tasilu ilayhi illa biidhnillah, na huwezi kuifikia hidayah ya Mwenyezi Mungu mpaka uitake ile njia aitakao Allah tabaraka wa taala. Ndio Mwenyezi Mungu, walidhalika anzala Allahu alkutuba wa arsala ar-rusula, ndio Mwenyezi Mungu akateremsha vitabu akatuma na mitume ili kukuonyesha wewe njia ipi itakufikisha kwa Mungu uifuate na njia ipi itakufikisha kwa shetani uiwache. Sema Mwenyezi Mungu kwenye aya hii, walau shaa Allahu lahadakum ajma'in. Sikizeni Mwenyezi Mungu anavyosema, walau shaa Allahu lahadakum ajma'in. Lau Mwenyezi Mungu alitaka nyote mwa Waislamu, mungelikuwa Waislamu nyote. Innama amruhu idha arada shay'an yaqula lahu kun. Walau shaa Allah, lau Mungu mwenyewe ametaka nyote muwe Waislamu, nyote waongofu, lahadakum ajma'in, ungelikuwa hakuna mvuta bangi hata mmoja, hakuna mwenye kunywa tembo hata mmoja, hakuna mwenye kula miraa hata mmoja, hakuna nzinifu, hakuna mwizi, hakuna mganga, hakuna kafiri. Walau shaa Allahu lahadakum ajma'in. Lakini ni kwamba tumeletwa hapa ulimwenguni, tumeletwa kwa sababu ya kuondwa na kufanyiwa mitihani. Tumeletwa hapa ulimwenguni kufanyiwa mtihani na kuonjwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema maneno haya, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sabil, mimi ndia ya sawa nishaionyesha.
Ndiye sawa iko wazi, haki iko wazi, batili iko wazi. Inna hadainahu sabil. Sasa mwanadamu khiari ni yake, imma shakira, imma atafuata sawa, wa imma kafura, ama atafuata batili. Ndio Mwenyezi Mungu anavyozungumza katika Qur'an. Tumepewa khiari. Ukitaka kufuata batili, shauri yako ifuate, na ukitaka kufuata haki ifuate. Lakini ukitegua batili kwa kusudi, kwa kuwa uwe ni shindani mno na ni hodari mno na una kiburi mno, utakwenda kupambana na Rabbus samawati wal ardh. Si bure. Hamaliziki hapa baada ya kuwa umeambiwa funga Ramadhani, ukasema mimi sifungi. Sinywe tembo, ukasema mimi nitakunywa. Usizini, ukasema mimi nitazini. Usile riba, ukasema mimi nitakula riba. Usifanye uchawi, ukasema mimi nitafanya uchawi. Ndio Mwenyezi Mungu asema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Lakini ukitegua mazuri utakwenda kupata mazuri, na utakapo kwenda kutegua kusudi utakazo wewe, utakwenda kupambana na Allah tabaraka wa taala. Ndio utaona watu leo wengi, utamsikia mtu asema mwanadamu huyu kwambia lile, huyu kwambia lile, huyu kwambia hili ufaa, huyu kwambia hile haifai. Mwanadamu hajui amfuate nani. Jua umfuate nani. Mara huyu kwambia funga, mwingine ukwambia sifunge. Mara ukwambia leo ni Idi, mwingine ukwambia si Idi. Mara mwingine ukwambia hili ufaa, mwingine ukwambia halifai. Mara fanya hivi, mara fanya. Mwanadamu amechanganyikiwa, hajui utafanya nini. Lazima ujue utafanya nini. Lazima ujue. Wala huna sababu ya kwenda kumtolea Allah tabaraka wa taala ya kwamba Bankua linaambia hili, Muhammad akanambia hili, mimi nkata zote sikujua mfuate kwapo. Haijakuwa sababu. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Mambo mawili, fuata sawa, watu watakaokudhika waudhike, ama fuata batili ufurahishe mkao. Basi ni hivyo. Mambo ni hayo kabisa. Hapo ulimwenguni mambo ni hayo. Fuata sawa, utukiwe na watu wakutukie, wasikupende, wakufanye uadui, wakufanyie hivi, wakufanyie hivi, wakuhusudu wewe, lakini umefuata sawa. Ama fuata batili, upende na watu wakupende. Kuwa mnafiki wewe, ukiwa mnafiki watu watakupenda. Ukenda huku huko huku, ukenda kule uko hivi, ukenda hujijui uko wapi wala uko wapi. Lakini ukawe ukijua ya kwamba Mwenyezi Mungu ashakwambia yeye ndiye ya sawa, anshaionyesha. Sasa kazi ni kwako na khiari ni yako, imma shakiran wa imma kafura. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittibaa ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu atuambia kwenye aya ya 9, Ramadhani yaisha na siku ni moja moja, tuzikimbilie angalau at least tuwe tumepata faida kwa aya kadhaa. Asema Mwenyezi Mungu kwenye aya 9, huwa alladhi anzala minas samai ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun. Subhanallah. Mwenyezi Mungu asema katika neema alizowapa wanadamu, anzala minas samai ma'a, ameiteremsha mvua Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni. Neema kubwa mvua, neema kubwa mvua. Mwenyezi Mungu asema miongoni mwa neema kubwa kwa wanadamu, anzala minas samai maa, ameteremsha kutoka mbinguni maji, lakum minhu sharabun, kwenye haya maji wanadamu wapate kuyatumia kwa kunywa. Wallahi, katika maisha ya mwanadamu hakuna kitu kikubwa kenye kukimu maisha yake zaidi ya maji kabisa. Kwa hiyo mwanadamu
aweza akaishi masiku kadhaa, pengine mpaka mwezi, pengine mpaka miezi miwili. Waweza ukaishi na ndaa, waweza ukaishi na ndaa, ukabaki na ndaa, ukaishi na ndaa, ikapita wiki, wiki mbili, wiki tatu, wiki nne, ukafikisha mwezi na ndaa. Lakini mwanadamu siku tatu kubaki na kiu hawezi, na itakuwa sababu ya kufa kwake. Kweli urongo jamani? Tukubaliana tukubaliana? Maji haya yaliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yanayotoka mbinguni na yanayotoka ardhini, yote nda Mungu. Mwenyezi Mungu asema, wa anzala minas samai maa lakum minhu sharabu. Leo yakosekane maji hapa Mombasa siku mbili tu, siku mbili tu, visima vikauke na maji yawe hakuna. Kutakuwaje? Kutakuwaje? Visima vikauke siku mbili tu, leo na kesho, visima vikauke, maji ya mvua iwe hakuna, yatasimama mambo yote. Hakuna kitu kitakachoendelea, hakuna kitu kitakachoendelea. Nyumbani hakukaliki, misikitini hakuingiliki, magari yatasimama. Manake magari haendi kwa petroli tu, kwenda na kwa maji. Kwa hiyo gari kwenda na maji. Magari hakutoendeka mahala. Majumbani wenye kuingia choni hakutoingilika choni, na kuingilika choni hakutosafishika minuko. Tumeelewana vizuri sana? Kiingia choni kuingia bila kujisafisha kama kina fulani. Mwenyezi Mungu atustiri ya Rabbal Alamin. Mbala ndio Mwenyezi Mungu akasema, mwanadamu neema kubwa niliyomteremshia mimi ni kumteremshia maji yatoka mbinguni, apate kunywa, apate kuoga, apate kufua, apate kutonga kwenda mambo yake, apate kuwapa wanyama wake, apate kupikia, apate kufanyia shughuli zake zote, ni maji. Lakini mwanadamu hakai akafikiria hivyo, na mambo haenda tuona sawa tu. An-ni'matu la tu'rafu illa ba'da zawaliha. Neema huwezi kuitambua mpaka uikose. Ukikosa ndio utatambua kweli, mimi kweli nilikuwa na kiungo fulani, leo umekikosa. Mwenyezi Mungu akujalie uwe na macho tu, waona pap, Mwenyezi Mungu ayafunge macho yako wewe huoni. Hapo ndipo utakapojua ya kwamba kweli walonyimwa neema ya macho wana mtihani. Na miguu yako sawasawa watembea, na mikono yako yatembea sawasawa, washika vizuri, miguu yatembea vizuri, stroke ghafla tu ikupige, ukose mkono, ukose mguu. Hapo ndo utajua, mkono wangu mimi ilikuwa sistahiki kuvutia bangi. Ndo utajua, ilikuwa sistahiki kuchongea mkono wangu. Yako hapo, kumbe mkono Mungu aweza akanipokonya mara moja nikakosa. Mkono haufanyi, mguu haufanyi. Hapo ndio utakapokutia kile. Ndio Ali bin Abi Talib atuambia, mwanadamu una tabia, neema alopawa na Mungu haioni mpaka ikose. Mwenyezi Mungu atujalie minashakirina ya Rabbal Alamin. Wa minhu shajarun fihi tusimun. Haya maji aliyoyaleta Allah, Mwenyezi Mungu atuambia, kwenye maji nimeyaleta ili mupate kunosea mimea yenu, mupate bakula kupitia kwa hayo maji. Munosee mimea yenu, ni mahindi, ni maharagwe, ni mapapayo, ni hiko, ni maotamelo, ni kile. Wewe waona wala tu, lakini na hukai mwanadamu hata siku moja ukalishika kile kipande cha watermelon ukakishika kwenye mkono wako ukafikiria
kilitokaje hiki mpaka leo kiko kwenye mdomo wangu? Lakini wajua kutambua tambua tu kama punda tumelo tamu basi. Ushikambizi hukai ukafikiria kama mwanadamu, ndizi hii ilitokaje kwa nguvu za Mungu mpaka leo ikafika kwenye mdomo wangu, unaisikia tamu? Ni mchele, ni maharage na vitu vyote. Mwenyezi Mungu akwambia kwenye hii mbua, wa minhu shajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a wazaituna wannakhila walanaba wa min kulli thamarat. Sikiliza Mwenyezi Mungu anapokwambia, akuhisabia neema zake ili umshukuru. Asema kupitia kwa hii mbua, yumbitu lakum zar'a, analeta makulima, kila kitu, matunda, machungwa, watermelon, ndizi, viazi, hiko, kunde, kile na kile na kile na kila sampuli ya vyakula Mwenyezi Mungu azileta. Kisha Mwenyezi Mungu akwambia wazaituna, na mzeituni. Mzeituni ni mti wenye baraka sana, wanazuoni wasema, na madaktari pia wajua, kama kuna madaktari. Ni mti wenye baraka na ni mti ambao kwamba umetajwa ndani ya Qur'ani. Mzeituni ni mti ambao kwamba unaweza kukaa miezi kadhaa na mwaka na miaka pengine bila ya kunosewa maji, na ukawa uko vile vile bila ya majani kuanguka. Kwamba wamesafiri kwenda kuiona mzeituni, ndio kaiona mzeituni ule utajwa Qur'an. Na mzeituni ni mti ambaye kwamba ni tunda ambalo kwamba lina faida kubwa sana kwenye mwili wa mwanadamu. Ndio Mwenyezi Mungu akalitaja watini wa zaituni. Lao utakuja kuelezewa faida ya mti huu zaituni, faida yake kwa mwanadamu na afya yake kwa mwanadamu na umuhimu wake kwa mwanadamu, ungelisema kweli ndio Mwenyezi Mungu akutaja ndani ya Qur'an. Wanakhila, wanazuoni wasema zaitun una takriban faida karibu 90 kwenye mwili wa mwanadamu, lakini wengi hatujui. Wanakhila, na tende hizi tunazokula, twala tende kila wakati wa kufungua mwadhini, lakini hula tende eka, sisi hula tende tu, lakini hatukai tukafikiria hili tende mpaka kukufikia wewe ulioko Mombasa si matezo. Ni Suratul Nahli hii inapoeleza, zimepakiwa hapa, zikipakiwa pale, zimpanda meli, zimpanda treni, zimpanda kule, zimpakiwa kule, zimeteremshwa makontena, malori, mahore, mapickup, hivyo mpaka zikakufikia nyumbani. Ndugu yangu mwema katika imani, ndio Mwenyezi Mungu atambia kwenye aya juzi, watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqil anfus inna rabbakum la raufur rahim. Tayeb, wanakhila, tende. Hii tende ndio Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama akatuhimiza sana sisi tukifungua mwadhini tufungue kwa tende. Usifikiri mbure. Mtume alikuwa ni daktari mkubwa sana, lakini leo sisi angalia, tuambiwa Mtume alikuwa akifungua kwa tende rotab, tende ile ambayo kwamba si kavu. Akikosa akifungua kwa tende gani? Kavu. Akikosa akipiga matama ya nini? Ya maji. Tende mbichi mbichi, akikosa atumia tende kavu, akikosa zote mbili apiga matama ya maji.
Ni hadithi, si hadithi? Hadithi. Amefunga Mtume, asema mkifungua fungua ni hivi, kula tende, ukifungua fungua na tende. Pengine umekula tende, kuna na nini na maji, ikiwa umefanyaje, umefunga. Haya, lakini angalia sisi Mtume nasema, angalia sisi, huwa zimepangwa Masjidi Musa hapa, kunazi, viazi, tende, viholoso, vitumbua, yani maharagwe, pilipili, masala, nini na mtu atapiga zote, piga hika, piga hika, piga hika, piga hika, piga hika. Kisha ukifika nyumbani usiku, uishafuturu, umelala, wataka kuinuka, waumwa. Tafanyaje usiumwe? Utaumwa tu, utaumwa tu. Hakuna cha tarawehe, hakuna cha tahajudi, hakuna cha Qur'ani, hakuna cha chochote, kwa sababu hukufuata nyendo za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Isia tukuambiwa tufunge, tufurishe mitumbo. Kufunga ni ibada na kufuturu ni ibada. Mtume sallallahu asema, nahnu qaumun la naakulu hatta naju'an wa idha akalna na nashba. Ummati Muhammad, Waislamu ni watu ambao kwamba hawali mpaka wasikie ndaa, na wakila hawali kufurisha mitumbo. Bwana Mtume ndivyo anavyotuambia, nahnu qaumun la naakul hatta najua. Sisi Waislamu tumepewa vipimo mpaka kwenye kula, tusile mpaka tukisikia njaa. Wa idha akalna la nashba, na tukila tusile kufurisha mitumbo. Utakosa kutekeleza ibada ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Hutoutia muhogo na uji na kunde na samaki na mofa na papa, yani wewe watanganya tu atikisha uinuke wewe ndio ukasali tarawehe. Hayaendi hivi. Angalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyo sahihi. Siku moja Mtume alimuita sahaba wake, jina mmemsahau, kama Muadhi hivi, jina nimemsahau. Akamwambia, halumma ma'i ila suhuri albaraka, ila taami albaraka. Amwambia sahaba, leo tutakwenda nyumbani mimi na wewe, ila taami albaraka, twende tukale chakula chenye kufanyaje, chenye baraka. Sikia Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia sahaba, leo usiku mimi na wewe tutakwenda kula chakula chenye baraka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, daku bora ni atamru, ni kula nini? Tende. Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu suhuri atamru. Mtume anasema daku bora ni mtu kula tende. Hayo waambiwe daku kula tende, unaona sema hiki chama cha kuuana na ndaa hiki. Sasa salala daku le tende tatu tu mimi na maji, mtamkaje usiku? Subhanallah. Wallahi nawaambia, hakuna raha, nawe jaribu, hakuna raha kama ukainuka usiku ukapiga tende zako 3, 5, 7, 11, ukapiga na maji, wallahi ukalala, utaamka vizuri sana usubuhi. Alotuambia hivyo ni Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi utaamka vizuri sana usubuhi. Lakini sisi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, maskini wanawake wapetikene, maskini wakusie wanawake maskini kwenye mwezi wa Ramadhani, wako kwenye moto tu, maskini za Mungu. Wallahi Mbaraka amekuja na kunde zake mpikie. Muhammad amekuja na mbazi zake mpikie. Wewe mwanamume mmoja waweza ukamwambia mke wako, wajua bibie, leo mmetamani nyama ya mbuzi mimi, halafu mmetamani samaki wa kupaka mimi,
halafu mmetamani kunde na uji. Mimi wallahi kitambo sijala kiazi tamu, mimi wallahi kitambo mimi wajua pilau sijakula mimi, wallahi nitaka unipikie na halafu bizata mimi nataka podini, kitambo mimi sijakula. Halafu kufungua madini fanye bajia nzuri, fanye kiazi kizuri, fanye na pilipili nzuri. Mwanamke maskini oda hiyo mpaka andike, maskini ya Mungu, aingie jikoni mwanamke kuanzia saa 10 mpaka imeadhiniwa. Wallahi wengi katika wanawake zetu wahalifu sunna ya Mtume katika kufungua mwadhini, sababu ni sisi wanaume. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia ni sunna kubwa sana, ukisikia wakati wa adhana imefika haraka fungua mwadhini. Lakini maskini mwanamke uko jikoni, wewe huku ushafungua Musa, yeye maskini uko jikoni hajamaliza kukuandalia, maskini pengine tama la maji hajapiga, aogopea chuma kikija nyumbani ikiwa kumepungua mbala. Si haki? Madhambi? Si sawa? Si sawa kabisa, lazima tuambiane ukweli. Si sawa. Maskini uko kwenye moto, haya si basi amejitahidi amekupikia. Tamsikia na yeye ambaye unajua mke wangu wewe, mimi dakwe ni paka lewali na samaki na mchuzi. Haya maskini ya Mungu aingizwa tena jikoni kupika wali. Wallahi si sawa. Si sawa. Tamsikia mtu mimi usiku paka saa 11 tena ungoja paka mwadhini ule wa pili ule, niutie mchele mpaka unishike mbavu, ndio usiku usubuhi ikiingia naweza kuvumilia mpaka saa 9 takuwa niko sawa. Njoo upige mitele yako na mituzi yako ya nazi, uje ututeukie hapa, ututapishe kwenye swala. Ndio pale utaona wengine likiteuka kwenye swala wataka kuondoka. Sasa ukuambiwa kufungahia kuya kuchochea tabu kwenye swala hapa, wallahi hukuambiwa kufungahia. Ndio Mtume akakwambia kula daku, lakini ila kitu maakul. Hata kama hutaki kula tende, kula kitu kidogo tu, usile daku mpaka ukakosa na alfajiri. Wengine wanakula daku mpaka alfajiri ushindwe kuamka. Twende na wakati umetuishia. Asema yumbitu lakum bihi zar'a wazaituna wanakhila walanaba, na zabibu hizi, grapes hizi zimetajwa ndani ya Qur'ani, ni muhimu sana wanadamu wazitumie. Kisha Mwenyezi Mungu akwambia wa min kulli thamarati inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkaruna. Nimewaletea na matunda mengine, ndizi, papayo na hiko, lakini inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkaruna, lakini ni alama kwa watu ambao kwamba wanakula na huku wakifikiria kile chakula kilipotoka, sikula kama ng'ombe na punda. Mwenyezi Mungu asema inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun, ni alama ya kwamba mimi ni Mungu, lakini kwa nani? Kwa watu wenye busara. Wakati akila afikiria chakula kilimfikiaje, akasema alhamdulillah. Tayeb, Mwenyezi Mungu atuambia wasakhara lakumul layla, aya ya 11, wasakhara lakumul layla wan nahara wash-shamsa wal qamara wan nujumu musakharatun bi amrihi. Mwenyezi Mungu asema ametuwekea jua, ametuwekea mwezi, ametuwekea nyota, zote zinakwenda hizi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na zimewekwa zitutumikie sisi wanadamu. Mchana watutumikia sisi wanadamu, usiku watutumikia sisi wanadamu,
nyota za tutumikia sisi wanadamu, lakini sisi hatuna habari. Lakini ndo leo tu tumefunga hivi, si Ramadhani tumefunga, wasemaje? Mungu abakishe ni mtana tu leo, kila ukiangalia bado tu, ukiangalia saa 12 lakini jua saa 9, ukiangalia saa 1 lakini jua saa 8. Uangalie kindumbwendumbwe, si lazima kuangalia jua bwana, saa tosha. Ndio utajua ya kwamba jua ni muhimu alilotuwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au wasemaje, ukisha kulala usiku uwe ni usiku tu, ni usiku tu, hakuna mtana, umebaki kwenye usiku siku 2. Uangalie vile tutakapopata taabu, uangalie vile tutakapopata shida. Lakini Mwenyezi Mungu ametuwekea mara usiku mara mchana. Mchana twatoka twenda kutafuta kula, twenda kutafuta riziki, usiku twarudi, twapumzika, twalala, asubuhi twatoka kuhangaika. Hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu na ni neema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema wama dharaa lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu, na Mwenyezi Mungu ameumba katika ardhi yake matunda tofauti tofauti na vitu tofauti tofauti, wanyama, matunda na kila kitu. Inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatadhakkarun. Hapa akwambia Mwenyezi Mungu hizi ni alama za wanadamu wenye kumtambua Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tukila neema za Mungu, ukifungua mwadhini watende, sema alhamdulillah. Umekwenda nyumbani umekula vizuri, umeshiba, sema alhamdulillah. Umelala umeamka, alhamdulillah, shukuru Allah tabaraka taala. Mwenyezi Mungu hupenda wenye kushukuru. La in shakartum azidannakum, mukishukuru Mwenyezi Mungu atatuzidishia. Aya ya mwisho tutakaofungia darasa yetu inshallah, Mwenyezi Mungu atuambia wa huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tara al-fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Aya mwisho tufungie darasa yetu. Mwenyezi Mungu asema wa huwa alladhi sakhara al-bahra, Mwenyezi Mungu ndiye aliyeidhalilisha bahari. Watu wako juu ya bahari, wenye kusafiri, wenye kwenda kuvua kwa mishipi, wenye kwenda kuvua kwa nyavu, wenye kwenda kuvua kamba, wenye kwenda kuvua samaki wakubwa wakubwa. Mwenyezi Mungu asema wasakhara lakumul bahra wa huwa alladhi sakhara lakumul bahra litakulu minhu lahman tariya, ameidhalilisha bahari ili mule nyama mzuri mzuri, nyama fresh zitokazo kwenye nini? Bahari. Na usidanganye, hakuna nyama freshi mzuri yenye afya kama nyama ya baharini, samaki. Unakwenda fani? Wewe angalia, njoo kule kwetu tu. Kama ambao kwamba wamekuja kule kwetu. Ukija Saidi, umekwenda Viswane, waenda kujua, utakwenda kumpata mzee wa miaka 80, mzee wa miaka 80, lakini ukimwangalia lao akikutia mkononi hutoki. Kwa nini? Kwa sababu ni wazee. Supu ya samaki wanaipiga vizuri, wanakula nyama fresh. Samaki anatoka kwa bahari, hata hawa wanaotoka mochari huko sisi tunazungumza wale tunakula wale kwetu, nazungumza kwetu, wala hata hawa mochari hapa, na nazungumza ule samaki anayeliwa kwetu.
atoka baharini wamtia sufuriani. Kwetu ni hivyo. Kwetu samaki wamla wamtia kwenye maji na yeye wapiga hivi na umentenda na maji. Hata hawa mochari wa Jenerali mnavokula nini? Kisha mkisema fresh fresh, tunakula samaki fresh sisi kule. Jo siku moja au naambia nikutukue siku moja twende tukapige wiki. Kama ilikuwa mambo ya sukasuka kidogo, mambo si mazuri, uangalie kazi. Kama ulikuwa uza mmoja mmoja, tazapata wawili wawili, watatu watatu. Mwenyezi Mungu atubia, wa walladhi sakhara al-bahra, ndiye aliyeidhalilisha bahari, litaakulu minhu lahman tariya, ili mupate kula samaki wenye afya, samaki fresh wenye afya. Watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, mutoe ndani lu'lu na marjan, mapambo kwenye bahari. Sasa msikie Mwenyezi Mungu anapotuambia, watara alfulka mawakhira fihi, baharini. Watara alfulka, utakwenda kuyaona kwenye bahari majahazi makubwa makubwa. Angalia, Mwenyezi Mungu hakuata kitu, wa yakhluqu mimma la ta'lamun. Ndio hii utakuja kuumba msizozijua. Kina Umar bin Khattabi na kina Abu Bakar Sidiki hawakuziona meli hizi zinazoingia poti leo. Wameziona? Hawakuziona. Lao ashuke Umari aje aone kipande kivi cha meli kiingiao, atasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Subhanallah. Mwenyezi Mungu asema watara alfulka mawakhira fihi, bahari amedhalilisha, utayaona majahazi makubwa makubwa, mameli makubwa makubwa, mawakhira fihi, yapanda mawimbi yakishuka. Angala Qur'ani utafikiri yateremka leo, ni miujiza ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Enda ukakae lighthouse pale uione meli inavyoingia, wasikia raha. Meli ile jua imepanda ikishuka, imeingia hapa ikitoka hapa. Au waulize mabaharia wa mameli vile watakueleza. Meli waulize mabaharia na makapten, ile meli ni mji kamili ama ni urongo? Meli ni mji kamili, umebeba watu kadhaa, umebeba wapishi, umebeba madaktari, imebeba makontena, subhanallah, imebeba magari, imebeba malori, imebeba mashini, imebeba nguo, imebeba kila kitu. Mwenyezi Mungu akwambia ameidhalilisha bahari. Baada dhalika watara alfulka mawakhira fihi, waona mameli yanavyotamba kwenye bahari, panda shuka, panda shuka. Leo ukaona mara kimekuja hiki kutoka Dubai, mara kimekuja kile kutoka Omani, kimekuja kile kutoka Saudia, kimekuja kile kutoka Madina, kimekuja kile kutoka London, kimekuja kile kutoka China, kimekuja hivi hivi. Ni hivi, ni aya ya Mwenyezi Mungu wakati aliposema watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqil anfus, vitu ambavyo kwamba zitawabebea vitu wenu ziwapelekee hapa, zikiwapelekea hapa, ambazo kwamba mlikuwa hamwezi kusafiri nazo isipokuwa kwa shida. Tayeb, watara alfulka mawakhira fi, angalia leo utaona majahazi yako baharini ya majarife yenye kutoma nyavu, yenye kutoma kwa mishipi. Utaona majahazi makubwa makubwa yenye kubeba sukari, yenye kubeba michele, yenye kubeba hiko, yachukua hapa ikipeleka hapa. Zote hizi ni fadhila za Allah tabaraka wa taala, walitabtaghu min fadlihi. Mwenyezi Mungu asema ameidhalilisha bahari ili sisi tutafute riziki kupitia kwenye nini? Bahari.
Lakini leo watoto wetu husema hakuna kazi. Baharini hakuna kazi, leo watoto wetu hakuna kazi. Watoto wetu utaona wazunguka tu, wako mabarazani tu, wakitukata kwa vipanga tu, wakituibia huku wakituibia huku, nasema kwa sababu jobless, kwa sababu jobless, kwa sababu jobless. Lakini kazi ziko, watoto wetu wavivu. Mimi nitakwambia kitu kimoja, nyuka Kisauni. Shekhe wepita Kongoya alfajiri, uangalie mijanaume itokao ilipotoka huko, namna wanavyofanya kazi, namna wanavyovukisha mizigo, namna wanavyovukisha mizigo, namna wanavyokwenda mbio Kongoea ile. Huyo amebeba kile, huyo amebeba kile, huyo amebeba kile, mikokoteni, mihiko, midini, vile amembebea huyu, akimbebea huyu, amembebea ule, akimbebea ule. Ikifika saa 2 saa 3 mwanaume amfunga 1000 zake 2, 1000 yake 100 na 500, 1500 enda zake nyumbani. Lakini barabara yetu limelala la toa koromo, hakuna kazi. Sijui tumeelewana? Lazima tuambiane ni ukweli. Tena mkikasirika, mkichumbuka, mkipasuka, shauri yenu. Ndio Mwenyezi Mungu asema walitabtaghu min fadlihi. Mwenyezi Mungu amesahihisha zote hizi. Amekupa afya, amekupa mkono, amekupa miguu, amekupa akili, amekupa macho, amekupa kila kitu. Wewe baada dhalika ukawa wewe mkuchapeli watu, mkudanganya huku ukidanganya kule, hutaki kufanya kazi. Na watoto hawa ni wale waliolelewa na mababa yao vibaya. Kuna baadhi ya mababa na mamama wanalea watoto vibaya sana, wallahi wanalea watoto vibaya. Ndio hao watoto leo wanaotutesa. Wengine wanajitahidi, wanalea watoto wao kwa nidhamu, lakini wengi wanalea watoto wao vibaya. Unaibarobaro nyumbani miaka 25, miaka 30, yeye atatoka akija saa 6 aweke rundo la mtele. Tena baba ukiingia, vipi hali? Vipi? Salama? Sawa mzee. Vipi? Wata nipige mpunga kwanza. Haya, apige. Ikiwa kushiba, baba aseme, mbona mtia kidogo wife? Mongeze simba huo, achini simba. Simba wakula. Ndio mambo yetu tu. Mongeze simba huo. Ni humi nitakawande. Akisha kuwanda nitakawande liwe na kifua la sasa. Akisha kuwanda akiwa na kifua sasa ayachukache kwa mipanga. Tumcheni Mungu. Tai walitabtaghu min fadlihi. Mwenyezi Mungu amezisakhirisha hizi ili tupate kufanya kazi, walaallakum tashkuruna, ili sisi tupate kumshukuru Bwana Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiketi bure, ukiingia mimi nafunga darasa. Tayeb, ikiwa kuna suala 1, 2, 3 watu waulize. Aya Jumapili itakayokuja, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Mwenyezi Mungu ameyashukisha majabali kwenye ardhi yake ili ardhi yake isimame sawasawa, isitusumbue. Tayeb, Naam, iko hadithi na Mwenyezi Mungu atunusuru. Swala lingine, walikuwa umelala kumwita nani? Wewe kumwita Muislamu mwenzako kafiri? Hawa
Angalia, kuna hiyo jamani. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani, kafiri amemwita kafiri, Muislamu amemwita Muislamu, sijui umeelewa. Lakini kuna hivi tu, mwenzako ukimwita kafiri, hata kama yeye si Muislamu, lakini yeye haitakidi kwamba yeye nyani ni kafiri, si ana jina lake, mche udongo tu, una haja ya kumwita kafiri. Ndamini kumwita hiya kutafuta bahati bila shaka. Kisha wewe waweza kumwita kafiri leo usubuhi, ukamwita kafiri, humjui jana usiku alikuwa kwenye mahala gani yeye na Mola wake, hujui. Abu Khalfani, si mimi ni mwenye kuuliza maswala, hujui. Mimi nitakupa kisa kimoja. Siku moja wakati wa Mtume Muhammad SAW, kulikuwa na barobaro mmoja wa Kiyahudi. Alikuwa ni barobaro huo ni Yahudi. Kuna mtu ambao kwamba ni mtukivu wa Uislamu na Waislamu kama Yahudi Mayahudi, lakini huyo Yahudi alikuwa ni rafiki yake Bwana Mtume SAW. Sawa? Tayeb. Unajua kuna ile tabia ya ubinadamu, kuna ule ubinadamu. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna baadhi ya wasiokuwa Waislamu hakuwakataza Mungu sisi kuwafanyia nini? Wema. Sawa? Si kila asiyekuwa Muislamu haya tena. No. Uislamu na nidhamu. Uislamu na nidhamu. Siku moja ikapita masiku, Mtume akamkosa huyu barobaro wa Kiyahudi, akamkosa. Mtume akaenda nyumbani, huyu barobaro ni mgonjwa, akawa Mtume kwenda kumtembelea. Barobaro wa Kiyahudi atembelewa na nani? Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Siku alipokwenda, mtoto barobaro uko kwenye sakaratul maut, hali yake si mzuri, yuafa. Ule barobaro amwangalia Mtume, kisha amwangalia babake, amwangalia Mtume, kisha amwangalia babake. Mtume amlakin kwa sababu alikuwa ni kibarobaro ambao kwamba alikuwa bado ya kusilimu. Baba akafahamu ya kwamba huyu mwanangu namna anavyoniangalia mimi, ataka idhini kutoka kwangu, nife kwenye mila ya Mtume ama nisife kwenye mila ya nani? Ya Mtume. Baba alifahamu mwanae ataka kupewa ruhusa tu na baba. Baba akamwambia, msikize Mtume sallallahu alaihi wasallam, msikize Muhammad. Mtoto alipopewa ruhusa ya kumsikiza Muhammad akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Akafa. Hakuswali hata siku moja, hakufunga hata siku kipande, akafa na Mtume asema, man qala la ilaha illa, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Sasa angalia, sisi hatukuetwa hapa kushika vipande, huu mkafiri mbwa motoni, huu Muislamu mbwa peponi. Halituhusu hili. Kwanza maliza swala yako kwa udhuri mwanangu, maliza kufunga kwako kwa uzuri, maliza kutoa zaka kwako kwa uzuri, kisha uangalie. Lakini hatukuletwa kwa hayo mwanangu sisi. Sawa? Swala lingine, kama hakuna mbora kwenda nikauka. Sawa? Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Shukran wa jazakumullahu khair.